Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 8 Januari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Abo Mfiadini. Abo alizaliwa karne ya 8 mjini Baghdadi katika nchi ya Iraki kwenye familia ya Kiislamu. Abo alilelewa katika dini ya Kiislamu. Aliajiriwa nchini Urusi na mfalme wa Georgia kwa kazi ya kumtengenezea mwana wa mfalme marashi. Alipokuwa Tbilisi, alitambua kuwa dini ya kweli ni dini ya Kikristo. Hata hivyo, alisita kujionesha wazi kwa sababu Georgia ilikuwa himaya ya Waislamu. Mfalme wa Georgia alipopelekwa uhamishoni sehemu za kaskazini mwa ziwa Caspian, Abo alikwenda pamoja naye huko. Kule alipata nafasi ya kufanya mafundisho ya ukatekumeni, akabatizwa. Mnamo mwaka 782 walirudi Tbilisi, na miaka michache baadaye viongozi wa Tbilisi walitambua kuwa Abo amebadili dini na kuwa Mkristo. Hivyo walimkamata Abo na kumpeleka katika mahakama ya Kiislamu kumhukumu. Abo alikiri kuwa ni kweli amebadili dini kwa sababu ametambua kuwa dini ya Kikristo ni dini ya kweli. Hakimu aliamuru Abo afungwe jela kwa muda na baadaye auawe. Abo aliuawa kwa kukatwa kichwa. Mtakatifu Abo anaheshimika sana na Wakristo wa kanisa la Urusi. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Abo Mfiadini. Mtu yeyote akija kwangu asipomchukia baba yake, mama yake, mke wake, watoto, ndugu na dada zake, naam, hata na nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 14 aya ya 26. Watakatifu wengine siku ya leo tarehe 8 Januari: Mtakatifu Severini, Mtakatifu Apolinari, Mtakatifu Enhad, Mtakatifu Apolinari mtetezi wa dini, askofu, Mtakatifu Theophilus Shemasi na Mtakatifu Heladius, wafiadini wa Libya. Mtakatifu Abo Mfiadini, utuombee.